TAMWA imeona kuna haja ya wanahabari wanawake na wanaume kupata elimu sahihi kuhusu nishati safi ya kupikia na namna tunavyopaswa kuripoti taarifa hizi. Hivyo tuko tayari kushirikiana na wadau mbalimbali kuzunguka nchi nzima kuhakikisha tunaibeba ajenda hii na kuleta matokeo chanya. Na hapa Mheshimiwa Rais, naomba kwa ridhaa yako katika ukumbi huu nimealika wadau wa nishati safi wawili, Bi Fatma pamoja na Anet. Kama mpo katika ukumbi huu naomba msimame. Bi Fatma ni mjasiriamali, anakaanga samaki, ameacha kutumia mkaa ambao sio rafiki kwa mazingira. Naomba mpunge mkono Mheshimiwa Rais aweze kuwaona. Lakini Anet ni binti ambaye amemaliza chuo kikuu, anatengeneza mkaa ambao ni nishati safi. Kwa hiyo Fatma ni mteja wa Anet. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na wadau hawa ili kueneza elimu hii ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, utafiti uliofanywa na shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasio na mipaka, yani Reporters Without Borders, umeonyesha kwamba Tanzania imepanda kwa nafasi 2 katika viwango vya kimataifa vya kuheshimu uhuru wa habari kwa mwaka huu wa 2025. Tanzania imeshika nafasi ya 95 kati ya nchi 180 duniani ikilinganishwa na nafasi 97 ambayo tulishika mwaka 2024. Kupanda huku ni ishara ya hatua chanya zinazochukuliwa hapa nchini na serikali yako Mheshimiwa Rais pamoja na wadau mbalimbali katika kulinda na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari. Kwa mafanikio haya, Tanzania imeongoza ukanda wa Afrika Mashariki katika kuheshimu uhuru wa habari. Matokeo ya utafiti huu yawe changamoto kwetu wanahabari kutumia kalamu zetu kwa weledi ili kuchangia kuleta maendeleo hapa nchini. TAMWA inatambua na kuthamini mchango wa serikali yako Mheshimiwa Rais katika kuimarisha tasnia ya habari. Tunaahidi kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kuwa uandishi wa habari nchini unaendelea kuwa taaluma muhimu na daraja kati ya jamii na serikali katika kuifikia Tanzania tuitakayo. Nimalizie kwa kukushukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuwa sehemu ya historia hii muhimu, na ni matumaini yetu kwamba tuzo hizi zitakuwa endelevu, na hivyo ni waombe wadau mbalimbali muendelee kutushika mkono ili kuhakikisha tuzo hizi zinaendelea kuwepo na zinaleta matokeo chanya katika taaluma ya habari na maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza.